Marko 9 kuanzia ule mstari wa 17 anasema, mtu mmoja katika mkutano akamjibu, mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo, na kila ampagapo humbwaga chini, naye hutoka povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema tuishie hapo hapo, tusiende kwa wanafunzi. Haleluya. Magonjwa yanaanzia katika ulimwengu wa roho. Mtu uling'atwa kwenye ulimwengu wa roho. Mtu umejikuta huko hospitalini kwenye ulimwengu wa roho. Unachomwa sindano kwenye ulimwengu wa roho. Ndoto nyingi za ajabu ajabu unaanza katika roho na inakuja katika ulimwengu wa mwili. Jehova Rafa peke yake anaweza kutuponya siku ya leo katika jina la Yesu. Kansa ya kipepo, visukari vya kipepo, kifafa, vyote ni roho. Haleluya. Na mwenye uwezo wa kufungua ni Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Ayubu ile sura ya 2. Kitabu cha Ayubu ile sura ya 2. Na ule mstari wa 7. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Akampiga Ayubu na majipu mabaya. Akampiga. Kama shetani amempiga Ayubu, wewe umepigwa kwenye eneo gani? Wewe umepigwa upande gani? Wewe shetani amekupiga kwenye eneo lipi? Jehova Rafa akuponye siku ya leo katika jina la Yesu. Mahali ambapo shetani amekupiga siku ya leo, Bwana akusaidie katika jina la Yesu. Haya ni magonjwa ya kipepo. Anasema ambayo shetani anadili na watu katika ulimwengu wa roho na vinadhirika katika ulimwengu wa mwili. Haleluya. Haleluya. Kutokutii sauti ya Mungu hufungua mlango, kama nilivyosema. Mlango wa magonjwa kwa mtu. Mlango wa roho za mauti kwa mtu. Mlango wa roho za hasara kwa mtu. Mlango wa roho za bahati mbaya kwa mtu. Mlango wa roho za fedhea kwa mtu. Kutokuitii sauti ya Mungu. Ndio maana maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 103 na ule mstari wa 3. Akusamehe maovu yako yote. Haleluya. Maana yake baada ya kusema niponye, anza kusema Mungu nihurumie. Mungu gusa hii hali yangu, anza kusema Mungu nihurumie. Kwa sababu ugonjwa huo au shida hiyo yawezekani kwa sababu ya kutokumtii Mungu. Kutokuisikia sauti ya Mungu. Nini nataka ufanye? Kutokutii sauti ya Mungu ni kubaya. Haleluya. Yawezekana kabisa haukupaswa kuwa na huo ugonjwa, haukupaswa kuwa na hiyo shida, lakini kwa sababu umeshindwa kuitii sauti ya Mungu. Lakini Zaburi anasema kwamba akusamehe, akuhurumie, alafu akuponye. Yaani cha kwanza ni huruma za Mungu. Kwamba Mungu asipoonyesha huruma kwenye maisha yako, maana yake umekufa na ugonjwa wako. Mungu asipokuhurumia, maana yake unabaki na shida yako na unapotea. Unahitaji huruma za Mungu kwenye maisha yako. Unahitaji huruma za Mungu kwenye maisha yako. Nasema unahitaji huruma za Mungu kwenye maisha yako. Tunamkosea Mungu katika mengi. Tunapishana na Mungu sana. Tunaenda kinyume na Mungu sana. Na wakati tunavihitaji vitu vingi vinavyotoka kwake. Haleluya. Mambo yote tunayotamani tuyapate kwenye maisha, tunataka atoke kwa Mungu. Lakini sisi hatumtii Mungu. Sisi hatumwamini Mungu. Sisi hatufuati sauti ya Mungu. Ndio maana nasema akusamehe, akuhurumie. Akikuhurumia sasa ndipo uponyaji uje kwenye maisha yako. Uponyaji uje kwenye eneo ambalo unahitaji msaada wake. Haleluya. Kitabu cha Isaya 33. Isaya 33. Wala hapana, mstari wa 24. Wala hapana mwenyeji atakayesema mimi
mgonjwa, watu wakaao humo watasamehewa uovu wao. Maana akikusamehe, ukitambua kabisa hii shida, kuna mahali nimemkosea Mungu. Na shida nyingi zinakuja kwetu kwa sababu tunamkosea Mungu, kwa sababu tunaenda kinyume na Mungu, kwa sababu hatufuati kile Mungu anataka, kwa sababu hatu waaminifu mbele za Mungu. Tunajipata tumefungua mlango ambao adui anautumia kututesa, kama ambavyo tumeona hapa. Anasema akapigwa, Ayubu akapigwa na shetani. Kwa hiyo shetani anakuta anapiga maisha yetu, anapiga uchumi, anapiga kazi, anakupiga kila eneo. Unafanya kazi na hauoni matokeo. Unafanya kazi unadhulumiwa ovyo. Unafanya kazi unapoteza ovyo. Unafanya kazi huoni faida ya kile unachokifanyia kazi. Kuna mlango umefungua. Kuna mahali umeacha wazi. Unahitaji kuomba rehema. Unahitaji kumwambia Mungu nihurumie. Anasema mtakapoomba rehema, hapana mwenyeji atakayesema mimi ni mgonjwa, kwa sababu yeye atasamehe maovu yenu, atawasamehe, atawahurumia. Na atakapowasamehe, maana palikuwa pana uharibifu, hakutakuwa na uharibifu tena. Mahali palikuwa panaingiza hasara, hakutakuwa na hasara, kutakuwa na faida. Mahali kulikuwa kuna magonjwa, kutakuwa na afya. Mahali kulikuwa kuna kukataliwa, kutakuwa na kibali. Lakini baada ya kutambua, kuna lugha moja ambayo watoto wa Mungu wanaomba mbele za Mungu. Ikiwa nimekukosea Mungu, yaani wewe hujui kama umemkosea, naomba unisamehe. Ikiwa nimekukosea, huna uhakika kama umemkosea Mungu. Hivi ukikosaga hujui? Mbona kwa bebi wako unajua vizuri kabisa kwanza ulianzia wapi kukosa? Unaanza kutubu kuanzia pale ulipoanzia. Unajua pale tulipoachana ndio nikafanya hivi na hivi. Kwa nini kwa Mungu nasema ikiwa? Ina maana huna uhakika. Ina maana unaonewa. Ina maana unafosiwa kumwomba Mungu rehema. Haleluya. Maana bebi wako atakwambia umetambua kosa lako. Mimi nilikuwa hivi na hivi, yani nimejua. Si ndio pale tu nilijikwaa kwenye lile neno nilipoongea. Ulijikwaa kwa Mungu, mbona usemi Mungu nimekosea? Ndio maana akasema nikakana kusikiliza. Nione watasema mimi nimefanya hivi. Mungu anapenda kusikia. Kumwambia kwamba nimetambua mimi ujinga wangu hapa. Nimekuwa mzembe kwenye hili. Hapa nimekuwa sio mwaminifu. Hapa nimekuwa sio mtii. Mungu nihurumie. Lakini sio unaenda tu pale unasema Mungu nihurumie Baba. Ikiwa nimekukosea Bwana, ikiwa nimekukwaza. Hadi kuna watu wana maombi ya ajabu. Unamkwaza Mungu, eti nimekukwaza Mungu. Ikiwa nimekukwaza Mungu. Yaani kabisa una ujasiri na Mungu nimekukwaza. Mungu akuhurumie kwa jina la Yesu. Maana yake wewe unakuwa huelewi nini unafanya. Na yote kwa wale watu wanaokimbizana aga tu na maombi, hawakai wakatafakari nini waombe. Haleluya. Mungu akuhurumie katika jina la Yesu Kristo. Kwa nasema hapata kuwa na mtu ambaye atakuwa tena ni mgonjwa, kwa sababu atatuhurumia, atasamehe maovu. Watu watakaa katika raha, watu watakaa katika starehe. Ikawa hivyo kwetu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Magonjwa yanayotokana na kutokutii sauti ya Mungu. Hufungua mlango wa magonjwa kwa mtu. Magonjwa ya nafsi. Mungu atuponye leo na kwenye eneo hili la nafsi katika jina la Yesu. Nasema Mungu atuponye katika jina la Yesu. Kama kuna hali yote ulipitia, moyo wako ukainama, moyo wako ukaumia, basi Mungu akuponye siku ya leo katika jina la Yesu. Kama kuna mazingira mbalimbali ni magumu uliyopitia, changamoto yoyote, Mungu Jehova Rafa akuponye katika jina la Yesu. Aponye majeraha ya moyo. Nafsi huwa inapatwa na magonjwa mbalimbali. Kuna jeraha za moyo zimo ndani ya nafsi ya mtu. Kitabu cha Yeremia sura ya 30 mstari wa 17. Yeremia sura ya 30 mstari wa 17. Nami nitakurudishia afya yako, nami nitaponya jeraha zako, asema Bwana. Anasema kwa sababu wamekuita wewe mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu au utakaye. Mungu anakuponya na kurejeshea furaha na amani tena ndani yako.
ikiwa kuna mahali uliumizwa. Haleluya. Zaburi 147. Zaburi 147 mstari ule wa 3. Anasema huwaponya waliopondeka moyo, huwaponya na kuziganga jeraha zao. Huwaponya na kuziganga jeraha zao waliovunjika moyo. Kama ndani ya moyo wako kuna majeraha, yeye Mungu anakuponya. Yeye Mungu anakurejeshea furaha na amani tena. Kuna watu wana uchungu, ni ugonjwa ndani ya moyo wa mtu. Haleluya. Huzuni na maumivu ya kupita kawaida. Haleluya. Samueli wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 10. Samueli wa kwanza ile sura ya kwanza na ule mstari wa 10. Kuna watu wana matatizo ndani ya mioyo yao, wana uchungu ndani ya mioyo yao, wana huzuni ndani ya mioyo yao, wana maumivu ndani ya mioyo yao. Inawezekana tu kwa sababu hawana majibu katika hicho wanachotamani wapate majibu. Haleluya. Anasema naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Huyu ni Hana, alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana akalia sana. Akamwomba Mungu akalia sana. Akaweka na nadhiri akisema, e Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. Maumivu yaliyokuwa ndani yake, alikuwa na maumivu, ana uchungu. Haleluya. Ana uchungu ndani yake. Kuna watu wanatembea na uchungu. Kuna watu wanakufa kwa sababu ya uchungu aliobeba ndani. Kuna watu wanajikuta kupitia uchungu wamesababisha magonjwa kwenye miili yao. Maumivu yaliyo ndani ya roho zao yanasababisha magonjwa yanakuja mpaka mwilini. Pressure na magonjwa mengine. Siku ya leo Jehova Rafa tuhurumie katika jina la Yesu. Nasema Jehova Rafa tuponye katika jina la Yesu. Mahali popote uliumizwa, basi Jehova Rafa leo akuponye katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna watu wana uchungu kwa sababu tu wamepoteza vitu. Kuna watu wana maumivu sababu wamepoteza watu wao. Mtu anabaki kuwa na maumivu ndani ya moyo wake. Haleluya. Lakini Jehova Rafa yeye huwa anarejesha tena. Haleluya. Jehova Rafa huwa anarejesha tena. Na siku ya leo Mungu akurejeshe katika jina la Yesu. Nasema siku ya leo Mungu akurejeshe katika jina la Yesu. Mungu akurejeshe furaha ndani ya moyo wako katika jina la Yesu. Mungu akurejeshe amani ndani ya moyo wako katika jina la Yesu. Ikiwa kuna vitu ulipoteza ndani ya maisha yako na ukapata hauna furaha, hauna amani tena, ndani yako ukikaa unaona mzigo tu, yani unaona kila kitu ni mzigo, basi Bwana akurejeshe amani katika jina la Yesu. Akurudishie furaha katika jina la Yesu. Akurudishie furaha katika jina la Yesu. Akurudishie kicheko katika jina la Yesu. Haleluya. Huyu mwanamke anayeitwa Naomi alikuwa na uchungu na maumivu ndani yake kwa sababu amepoteza watoto. Kwa sababu amepoteza watoto wake ambao alitarajia kwamba katika umri aliokuwa nao labda wangeendelea kumtunza, wangeendelea kumlea. Haleluya. Lakini ana maumivu ndani ya moyo wake kwa sababu haoni tena faraja, kwa sababu watoto wake wote wamekufa. Haleluya. Kwa hiyo moyo wake ukawa una uchungu. Inawezekana una uchungu kwa sababu hata watoto ulionao huoni matokeo kwa watoto wako. Badala ya kuona mambo mazuri unaona mambo mabaya. Inawezekana una uchungu ndani ya moyo wako sababu ya familia yako. Badala ya kuona yale ambayo ulitarajia hauyaoni. Haleluya. Lakini yupo Mungu ambaye anaweza akafanya siku ya leo akageuza maisha yako katika jina la Yesu. Ni Jehova Rafa pekee mwenye uwezo wa kurejesha katika jina la Yesu. Siku ya leo ni maombi yangu Jehova Rafa akurejeshe afya yako, akurejeshe furaha yako, akurejeshe amani yako, akurejeshe kila kitu kwenye maisha yako, akurejeshe kwenye familia yako, arejeshe furaha yako katika jina la Yesu Kristo. Yale mambo ambayo ulipoteza, Mungu akurejeshe katika jina la Yesu. Jehova Rafa anaponywa roho zote au mambo yote yanayotokana na ukoo wako, anaponya magonjwa ya kurithi, tabia za kurithi, mienendo ya kurithi.
Haleluya. Unakuta mapresha ya kurithi haya yanatokana na ukoo wenu wana pressure, ukoo wenu wana kansa, ukoo wenu wanakufa kwa HIV, ukoo wenu wanakufa kwa ajali. Jehova Rafa anaponya. Kila hali anaponya, kila mazingira anaponya, kila changamoto anaponya. Yeye yupo kutusaidia, na siku ya leo atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Pale tunapotambua ya kwamba tumetoka kwenye familia ambazo wanakufutaki kufa, tunataka tufike pale Baba umetukusudia. Hatutaki kufa masikini, tufike kwenye utajiri. Hatutaki kuishia kwenye shida, tuvuke mipaka. Pale tunapotambua, tunamwambia Jehova Rafa tuhurumie. Kila mtu anajua familia alipotoka. Kuna wengine wanakufa wakiwa bado ni vijana. Kuna wengine wanakufa wakiwa hawajawahi kujenga hata nyumba. Kuna wengine wanakufa hawajawahi kumiliki hata usafiri. Kuna wengine wanakufa kwa magonjwa tu. Kuna wengine wanakufa kwa ulevi. Yaani mtu kwenye hiyo familia wanakufaga, wanalewa mpaka kiasi kwamba wanatumbukia kwenye mitalo au wanagongwa na gari wanakufa. Lakini Mungu aliyetupatia neema, tukatambua kwamba yupo Mungu wa huruma ambaye huwa anarehemu. Asubuhi ya leo tunaenda kumwambia Mungu tuhurumie. Ni kweli tumetoka kwenye familia ambazo watu wao wafanikiwe, watu wao wanakufa kwa magonjwa hovyo. Baba, sisi tunakataa kufa vifo vya ghafla. Tunaomba utuhurumie. Tunaomba utuhurumie. Uyahuishe maisha yetu, uyatengeneze maisha yetu, utupe nafasi nyingine tena. Haleluya. Haleluya, haleluya. Maana tusipotambua na kuomba rehema, yeye anasema anawapatiliza wana maovu ya baba zao. Tusipotambua na kuomba rehema kwa Mungu, kile kilichomuua babu yako kitakuja kukuua na wewe. Tusipotambua kwamba Mungu ana rehema, tukanyenyekea kwake, ule umasikini waliokufa nao ndugu zako na wewe unakufa nao. Asubuhi ya leo sema ninakataa. Sema ninakataa. Sema ninakataa. Kwamba Mungu akasema yule atakayesimama na kuomba rehema, yule atakayetengeneza, haleluya, mimi nitamsamehe, nitamrejeshea, nitamponya. Sijui kama kuna mtu mmoja yupo tayari kurejeshewa. Sijui kama kuna mtu mmoja yupo tayari kuomba rehema. Sijui kama kuna mtu mmoja yupo tayari kuomba rehema. Kuna watu wamekufa kwenye familia kwa sababu wamekataa uchawi na uganga. Miaka aliyopaswa aishi haishi, anaishia njiani. Haleluya. Kama umemchagua Mungu, basi simama na Mungu kweli kweli, uwe chombo chake katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mtu alimiliki mjengo, mimi nitajenga kwa pesa zangu, mjengo wa heshima sana. Familia yangu hakuna mtu alimiliki mashamba wala magari, mimi nitamiliki. Baba, niko hapa unihurumie. Niko hapa unitenge. Niko hapa unikate na laana zote za ukoo. Niko hapa unisaidie. Sijui kama kuna mtu yuko tayari asubuhi ya leo. Sijui kama kuna mtu yuko tayari asubuhi ya leo kumwambia Jehova Rafa nihurumie.